Bwana, mambo vipi aisee, mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu ya Makala Simulizi Mwanafamilia. Na tamani sana kama ningekuwekea jambo ambalo ungependa sana kulisikia. Na naamini kwa mtu ambaye ni shabiki wa channel hii ya Makala Simulizi, kuna muda hapo anavuta na kale taswira kwa wimbo fulani. Unasema hiki, najua hiki ndo kipindi ukipendacho. Wanasema kwamba napenda kuimba sana. No, sio hivyo. Sema unajua kuna wakati unaleta simulizi alafu unaiona kabisa kwamba ina wimbo fulani hivi, kama inatokana na wimbo fulani hivi. Unaona ukiwa msimuliaji mara kwa mara, kuna namna unaanza kupata hisia fulani hivi. Hapo ningekuwa mimi ninataka kukutambulisha katika simulizi hii mpya ambayo nakuletea, pengine ningekuimbia kaka wimbo nikakwambia, najua hiki ndo kipindi ukipendacho. Bwana, karibu sana mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya Makala Simulizi. Hii ni simulizi mpya kabisa ambayo tunakuletea. Nina uhakika hujawahi kuisikia mahali popote. Karibu sana katika simulizi hii mpya ambayo mimi ninawiwa kukuletea katika muda na wakati huu. Ni simulizi tamu sana kiukweli. Ina mambo mengi matamu humo ndani. I say, haianzi kinyonge. Inaanza kishikaji tu, lakini mbeleni huko sio ya kinyonge kabisa hata kidogo. Mimi ninachokuomba kwamba wewe ni unipe sikio lako, na karibu sana katika sehemu hii ya kwanza kabisa, mahali ambapo mimi ninaanzia kabisa. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, basi usiache kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe liko chini ya video hii, mkono wako wa kulia hapo. Libonyeze ili uweze kuwa mwanafamilia katika channel hii, upate simulizi hii mwanzo hadi mwisho, lakini pia upate simulizi zingine mbalimbali ambazo tutakazo kuwekea. Mimi ni BHB na hii ni Makala Simulizi. Karibu katika sehemu ya kwanza. Jina langu mimi ninaitwa Lucas. Elimu yangu mimi ni kidato cha 4. Kwenye upande wa ujuzi mimi sina ujuzi wa aina yoyote. Sijabahatika kuwa na ujuzi wa aina yoyote wa kuniingizia kipato. Wazazi wangu ndio wanaoniweka mjini. Mambo yangu yote unayoniona nayo, mimi ninasaidiwa na wazazi wangu. Lakini ukinikuta jinsi ambavyo mimi ninavyopendeza, huwezi ukaamini. Na kama ukiamini, unaweza ukasema kwamba pengine wazazi wangu ni watu ambao wana pesa sana. Lakini kiukweli wazazi wangu wana maisha ya kawaida sana. Ukinikuta jinsi ambavyo nilivyopendeza, usingejua kwamba sehemu kubwa ya mavazi yangu na kila kitu kizuri unachoniona nacho si mali yangu kabisa, bali nilikuwa nikiviazima kwa marafiki zangu. Lakini pia vile vingine nilikuwa nikichukua tu. Kiukweli mimi nikifika kwenye mageto ya washikaji nikakuta kwamba kuna nguo nzuri nimeipenda au kofia au kitu chochote, mimi nilikuwa nachukua tu. Lakini pia naweza nikasema kwamba vitu vya kuazima bana vinapendezesha sana, kwa sababu unachukua kitu chochote kile unachokiona ni kizuri bila kujali kwamba una pesa au la. Ni maisha ambayo mimi nilikuwa nimeyazoea sana. Na nilikuwa napenda sana kupendeza, mimi nilikuwa nachukia sana uchafu. Muda wote ambao pengine ungeweza kukutana na mimi, ungeweza kukutana na mwanaume ambaye anayenukia, aliyependeza sana, mwanaume mwenye mvuto sana. Muonekano wangu ulikuwa ni muonekano mzuri wakati wote. Lakini zaidi ya hapo pia mimi nilikuwa napenda sana ucheshi. Ndivyo ambavyo mimi nilivyoumbwa, napenda sana ninapokuwa na wenzangu muda wote niwaone wakiwa na furaha. Lakini pia nilikuwa na sifa nyingine ambayo mwanaume yeyote anapaswa kuwa nayo. Na sifa hiyo ni kujiamini. Ndio. Mimi nilikuwa ni mtu ambaye anajiamini sana. Naweza nikafupisha tu kwa kusema kwamba kila sifa za kiume ambazo unazozijua mwanaume anapaswa awe nazo, mimi nilikuwa ninazo, kasoro tu upande wa pesa. Hata hivyo sidhani kabisa kama kweli mwanaume ili uwe mwanaume kamili ni lazima uwe na pesa. Najua ninapoongea hivi dada zetu hapa wanaona kabisa kwamba ninakosea, lakini huo ndio ukweli kwamba sifa zote nilikuwa nazo, kasoro tu kuwa na pesa.
Muda wote ambapo ulinikuta mimi nikiwa nimependeza usije ukajichanganya ukaomba hata buku. I say, huwezi kupata hata shilingi 100. Sasa bana, usiku mmoja nakumbuka baba alikuwa ametoka kwenye mihangaiko yake. Baba yangu mimi hana kazi maalum sana, ni mtu ambaye anapambana tu na maisha kila siku. Wakati mwingine alikuwa anafanya day work hata kwenye magari. Wakati mwingine kupakiza mizigo, shughuli za kawaida za mihangaiko ya kila siku. Lakini katika mihangaiko yake ile ndiyo ambayo iliyokuwa inalisha familia. Nikiwepo mimi ambaye nilikuwa tayari nishakuwa mtu mzima. Sasa siku hiyo baba alipotoka katika harakati zake, baada ya chakula cha usiku, wazazi wangu wote wakanikalisha kikao. Kikao hiki kilikuwa kimebeba mustakabali mkubwa wa maisha yangu. Japokuwa mwanzoni nilikuwa sijafahamu, nilikuwa nikijiuliza sana kwamba kikao hicho kinahusu nini. Lakini baada ya kukaa ndipo nilipogundua kwamba wazazi wangu walikuwa na nia nzuri sana na mimi. Baba yangu aliniuliza kwanza swali ambalo ilibidi nilijibu, japokuwa naamini aliniuliza lakini yeye alikuwa anajua jibu lake. Babangu aliniuliza kuhusu umri wangu. Nilimjibu kwamba mimi nilikuwa na miaka 27. Babangu akanieleza kwamba yeye kipindi akiwa na miaka 27 tayari alikuwa na michongo mingi sana ya kumfanya aweze kupata pesa. Hakunieleza kwamba alikuwa na uwezo wa kuwa pengine utajiri na nini, kwa sababu tayari utajiri alikuwa hana. Lakini alinieleza kwamba alikuwa na njia nyingi sana za kupata pesa, kiasi kwamba vitu vingi au vyote ambavyo alivyokuwa na vimiliki vilikuwa ni vya kutafuta kwa pesa zake mwenyewe. Alipoongea hivyo nilianza kuhisi pengine baba ama anataka tu kunifukuza hapa nyumbani pengine. Lakini badala yake baba hakufika huko, lakini baba aliniambia kwamba ninapaswa niweze kutafuta kitu ambacho kinaweza kuniingizia kipato na sio kurandaranda tu mtaani kama mtu asiye na akili. Mama yangu naye alijazia maneno hayo. Mama yangu naye alisisitiza sana akiniambia kwamba nimwangalie baba yangu. Mama akaniambia kwamba kadiri ninavyomuona baba yake anavyopambana kutulisha pale nyumbani, ndio umri ambao na mimi ninauendea sasa, kwamba na mimi nitapaswa niwe na mke wangu na niwe na watoto, na mimi ndio nitakayepambana kama baba anavyopambana pale nyumbani kwa ajili ya kutulisha. Kiukweli maneno ya wazazi wangu niliona kama ni maneno ambayo yana umuhimu sana katika maisha yangu. Niliona kabisa kwamba wazazi wangu walikuwa na nia njema sana kunifanya mimi niweze kuwa mpambanaji. Niliona kile wanachoongea wazazi wangu ni kitu sahihi sana. Nikana kwamba sasa kipenga cha upambanaji kilikuwa kimepulizwa, ili mimi sasa nianze kupambana kwa ajili ya kutafuta maisha na kujiweka katika mstari ulionyoka. Nilianza kufikiri ni namna gani ninaweza nikatengeneza pesa ili niweze kuwa mwanaume halisi sasa. Basi bana, tulimaliza kikao chetu pale na nilipokea maneno yote ambayo wazazi wangu waliniambia. Nilipoingia chumbani kwangu nilimtafuta rafiki yangu mmoja hivi ambaye anaitwa Shazo. Yeye alikuwa anafanya kazi kwenye mgahawa mmoja hivi ambao ulikuwa uko karibu sana, au niseme ulikuwa uko ndani kabisa kwenye chuo. Pale ndipo mahali ambapo rafiki yangu Shazo alikuwa anafanya kazi. Pale katika mgahawa rafiki yangu huyu alikuwa anafanya kazi mbalimbali, lakini yeye alikuwa yuko kwenye kitengo cha kuuza nyama choma pale. Kulikuwa na kwenye ule mgahawa kulikuwa na vitu vingi. Walikuwa wanauza nyama choma, walikuwa wanauza chipsi, vyakula vingine vyote kama kawaida. Lakini rafiki yangu huyu Shazo yeye alikuwa yuko kwenye kitengo cha kuchoma nyama choma na kuuza pale. Sasa niliamua kumtafuta rafiki yangu huyu kwa sababu mara nyingi alikuwa akinisisitiza sana kwamba niweze kwenda kule kufanya kazi, lakini mimi nilikuwa naona sio mpango kabisa. Ni miezi mingi sana alikuwa ananisisitiza kwamba niweze kwenda kufanya kazi pale. Lakini kutokana na jinsi ambavyo nilivyokuwa nimejiweka mimi, niliona siwezi kwenda kufanya kazi za kuuza chakula sehemu ile ambayo ilikuwa na mademu kibao. Kulikuwa na wasichana wengi sana pale chuoni, alafu mimi niende kufanya kazi za kuuza chakula pale. Bwana wewe, niliona kabisa sio mpango kabisa.
Nilikuwa na akili za kitoto, ninaweza nikafikiri. Lakini basi siku hiyo baada ya kuona kwamba mambo yamekaza, kazi zingine ambazo zinapatikana sana pale mtaani ni kazi za usaidia fundi. Binafsi sikupenda zile kazi kwa sababu pia zilikuwa zinanifanya mimi niweze kuchafuka sana, lakini pia zilikuwa zinahitaji ufanye kazi kwa nguvu sana, alafu mshahara ulikuwa ni kidogo sana. Kitu ambacho mimi sikukipenda. Niliona kwamba itakuja kuwa ni manyanyaso makubwa sana. Hii ndio sababu iliyonifanya sasa mimi niweze kumtafuta rafiki yangu Shazo ili aweze kuniunganisha kule. Basi bwana, mimi nikampa taarifa rafiki yangu Shazo kwamba nipo tayari kuungana naye kwenye kazi pale katika mgahawa ule pale shuleni, pale chuoni pale. Nilipomweleza hivyo rafiki yangu Shazo alifurahi sana. Akaniambia, basi ngoja nikaongea na bosi. Nikirudi usiku nitakupa mrejesho kama bosi amekubali au vipi. Lakini naamini sana kwamba bosi atakubali kwa sababu sisi pale tuko wachache, alafu mara nyingi bosi ana uhitaji na wafanyakazi. Maneno yale ya rafiki yangu Shazo alinifanya mimi niamini kabisa kwamba kuna uwezekano mkubwa wa mimi kupata kazi kule. Basi nikamuitikia rafiki yangu Shazo nikamwambia sawa. Tukaagana pale. Nikaendelea na ratiba zingine. Sasa ilipofika asubuhi, mzee wangu yeye alianza kufanya shughuli zake zote za mapema pale. Na kawaida akaenda zake mpaka kwenda kufanya kazi zake huko mtaani. Mimi nililala zangu kama kawaida yangu mpaka sijui saa 5 kasoro ndipo niliamka. Nilipoamka pale kama kawaida bana, nyumbani mambo yalikuwa ni safi kabisa. Nilikuta chai na vitafunwa pale, nikanywa vizuri, nikafanya kila kitu pale kwa ajili ya kujihakikisha kwamba nakuwa vizuri. Na hatimaye sasa nikaendelea na mishe zangu za siku. Sasa ulipofika mchana siku ile ilikuwa inapata kama mida ya saa 7 hivi. Rafiki yangu Shazo akanipigia simu akaniambia bwana, bosi amekubali. Nini? Akaniambia bosi amekubali bwana kwamba uweze kuingia kazini na hata ikiwezekana uingie kazini muda huu. Nilifurahi kwa kweli kwamba nimepikisha kupata kazi. Lakini sasa nilipoangalia lile jua jinsi ambavyo lilivyokuwa, alafu nikiangalia muda ule ndo jikoni mama alikuwa anakorofisha mambo, nikaona siwezi kutoka kwenda kupigika huko. Nikaacha msosi hapa nyumbani. Nilitafakari sana, nikamwambia rafiki yangu Shazo, bwana sio kweli. Sio kweli kabisa. Mimi mida hii siwezi kuingia hapo. Lakini kesho tutaungana wote, tuondoke wote nyumbani tuende mpaka huko. Shazo kaniambia basi poa, hamna shida. Basi tukakata simu pale, mishe zingine zikaendelea kama kawaida. Sasa usiku ulipoingia, baba yangu alirudi nyumbani. Aliporudi akaniuliza kwamba nimepata kazi. Baba yangu alikuwa ananiuliza vile, akaniambia kama hujapata kazi, basi kesho tuungane tuende kwenye harakati zangu. Nikamwambia baba hapana, mimi nimeshapata kazi. Nikamwambia mimi nimepata kazi wapi? Nikamweleza huko kwenye mgahawa ulioko huko chuoni, tayari nimeshapata, kwa hiyo kesho naingia zangu kazini. Babangu alifurahi sana akaniambia bana, vizuri sana. Na hapo sasa ndo unakwenda kuwa mwanaume halisi. Unaachana na tabia za uvulana, unaenda kuwa mwanaume. Na kuombea tu uweze kugangamala, mambo yaende vizuri. Niliona ni baraka ambazo baba alikuwa amenipa. Nikafurahi, nikamwambia baba nakushukuru. Saa 11 alfajiri niliamka sasa. Wakati huo babangu naye alikuwa anaondoka kwenda kwenye mishemishe zake. Na mimi nikajiandaa zangu pale, nikavaa vizuri. Mimi kama nilivyokueleza bwana, mimi napenda kuvaa vizuri. Nilivaa jinsi yangu safi sana ambayo ilikuwa imependeza. Nikavaa t-shirt yangu kali, nikavaa na kiatu changu raba kali sana, ilikuwa imependeza mguuni. Kusema kweli mimi nilikuwa naamini sana katika kuvaa vizuri. Haijalishi kwamba naenda kufanya kazi gani. Lakini mimi kupendeza, kutokelezea ilikuwa ni mambo ambayo ninayopenda sana. Nilitoka zangu pale sebuleni ili niweze kwenda kazini. Nilipotoka tu pale nikakutana na mama akaanza kucheka. Kacheka pale. Mimi nikamtazama mama, sijataka kuongea sana. Kabla sijataka kusema, sijaweka neno lolote,
Mamangu akaanza kusema, nilijua unawahi, labda unaenda kupanda ndege labda, au unaenda kwenye kupanda treni ya mwendo kasi labda. Kumbe unaenda kazini. Haya, nenda mwanangu, Mungu akubariki sana. Msikilizaji, mamangu aliongea vile huku akiwa anacheka. Nilimuelewa mamangu kwamba alichokuwa anazungumza alikuwa anamaanisha kwamba mimi nimependeza na dini. Alikuwa anazungumza tu kwa mafumbo. Nilimwambia sawa mama, mimi naenda kazini, na wewe ubaki salama. Mamangu aliniambia na kutokea kila laheri mwanangu, Mungu akufanikishe. Nilicheka tu mimi pale na mimi nikatoka. Nilijua tu mama hapa anashaanza kuleta utani wake pale. Basi bana, mimi nikatoka zangu pale, nikampigia simu rafiki yangu Shazo. Shazo yeye tayari alikuwa ameshajiandaa. Nikatoka zangu ili niweze kukutana naye ili tuweze kwenda kule, kwa sababu yeye tayari alikuwa yeye ndo mzoefu kule, na tuseme yeye ndo alikuwa ananipeleka kule kwenye ule mgahawa pale chuoni. Nilipofika tu Shazo naye akaanza kunitania pale. Bana we, naona jamaa umevunja sanduku kabisa yani. Kama kawaida yako yani. Yaani mtu akikutazama hivi anaweza akasema unaenda kufanya kazi nzito kweli ya maana yani. Kumbe mwanangu unaenda kupambana na moto huko aise. Shazo bana alianza kuniletea masiara pale. Akaanza kuniletea utani. Nilimjibu tu kwamba hizi ni mambo za kawaida bwana. Najua kupendeza nini, kunukia ni mambo mazuri ambapo kwa mtu yeyote mwenye akili timamu inabidi aishi hivyo. Tuliongea pale kama utani hivi, tukacheka, na hatimaye sasa tulikuwa ni muda wa kutembea kuelekea kule chuoni. Tulitembea huku tukiwa tunapiga story. Tukasogea umbali mfupi kidogo hivi, ndo pale sasa tukapanda zetu daladala na tukaenda mpaka pale chuoni pale ambapo daladala zilikuwa zinaishia pale chuoni kabisa. Sasa kwa kuwa yeye Shazo pale alikuwa ni mwenyeji pale, hakukuhitajika sana si ukaguzi wala nini. Walinzi pale walikuwa wanamfahamu vizuri Shazo. Kwa hivyo tulifika tu pale tukaingia ndani moja kwa moja. Hatukuwa na ukaguzi yoyote. Ilifika mida ya saa 12 pale, ndipo tulikuwa tayari tumeshaingia pale chuoni pale mgahawani. Kwenye mgahawa ule pale ni sehemu ambapo wanachuo wengi walikuwa wanapapenda sana kutokana na jinsi ambavyo panatoa huduma nyingi sana. Huduma mbalimbali, ukifika pale ulikuwa unaweza ukapata maji, unanunua hapo, ukitaka sweet chips, ukitaka nyama choma, ukitaka wali, kila kitu kilikuwa kiko pale. Kwa hiyo wanachuo wengi walikuwa wanapapenda sana pale. Kama ambavyo wamezoea wenyewe kuita. Wanasema kwamba pale cafeteria. Wengi ndio walivyozoea pale chuoni kuita. Hawaisemagi mgahawani, wanasema cafeteria. Sasa Shazo akanitambulisha kwa yule bosi pale. Yale alikuwa ni mama mmoja hivi. Alikuwa na alikuwa anafahamika pale kama Mama Shayo. Yule Mama Shayo ndo alikuwa ni mmiliki wa ule mgahawa pale. Kwa kawaida mara nyingi pale kwenye vyuo ile migahawa huwa wanakodishiwaga watu. Kuna jengwa migahawa ya chuo pale, alafu watu wanakodishiwa waweze kufanya kazi pale. Sasa Mama Shayo yeye ndiye ambaye alikuwa ni mmiliki sasa ule mgahawa pale chuoni. Nilimtazama sana Mama Shayo pale. Akanitazama, lakini kwa jinsi nilivyomuona alivyokuwa ananitazama nilifahamu kabisa kwamba huyu ananitilia mashaka fulani hivi. Kwa jinsi ambavyo nilivyokuwa nimevaa, muonekano wangu ulikuwa umekaa katika hali ya kisharobaro zaidi. Shaka yake kubwa alikuwa anajiuliza kwamba kweli mimi nitaweza kufanya kazi na mikiki pale kwa jinsi nilivyokuwa nafanana. Sasa mimi na Shazo tulikuwa tunapambana sana kumuelewesha pale kwamba bwana, mimi ninaweza kazi. Shazo naye akawa anamueleza kwamba huyu jamaa mbona anapiga kazi. Mama Shayo hakutaka kuniamini, alileta ugumu sana. Alikuwa hataki kabisa kunipa kazi kutokana na jinsi alivyoniona. Lakini kutokana na jinsi ambavyo tulivyoongea naye sana, baadaye akakubali. Akakubali kunipa kazi. Mama Shayo alinieleza kwamba hapo hakuna mshahara, lakini pale tunakuwa tunapewa posho ya siku. Na alinieleza kwamba pale tunalipwa shilingi 10,000 kwa siku. Kila ikifika jioni unapewa 10,000 yako unapotea. Nilifurahi sana na mimi pale nikakubali. Nikasema hapa shilingi 10,000 ni hela ndefu. Ukipiga kazi mpaka usiku hapa, ukipata hiyo shilingi 10,000 yako, nikitoa nauli na mambo yangu mawili matatu kula ni pale. Basi fresh tu. Niliona ni pesa ambayo inanitosha sana. Niliamini kwamba siwezi nikakosa hata shilingi
5,000 7,000 ya kuweka kila siku. Mama Shayo alinipanga mimi kuelekea mahali ambapo alipokuwa akifanya kazi rafiki yangu Shazo. Akaniambia nitasaidizana na Shazo pale. Sasa kazi yake Shazo kwa kipindi kile alikuwa yeye ni kutengeneza nyama choma zile. Kukata nyama choma, kuzichoma vizuri pale, kuuza, afu usiku anakabidhi mahesabu. Na alituambia kwamba siku hiyo ilikuwa inabidi sasa tufanye kazi sana. Tunatengeneza nyama nyingi sana. Pale kulikuwa kuna nyama ya ng'ombe, tulikuwa tunatengeneza pia nyama za kuku. Nyama zote zile tulikuwa tunatengeneza sisi. Sasa Mama Shayo akasema kwamba siku hiyo inabidi tutengeneze mzigo mara 2 ya siku zote, kwa sababu kulikuwa na migahawa mingine almost miwili ilikuwa siku hiyo haijafunguliwa. Kwa hivyo wanafunzi wengi wangekuwa wanakuja pale kwa ajili ya kuchukua vitu pale. Ilikuwa sasa ni kazi ya kuanza kunyonyoa kuku, lakini pia kukatakata zile nyama ambazo zilikuwa zimeletwa pale, kuzikata kwenye size stahiki ili zifae kuchoma vizuri, ziive vizuri, lakini pia vile vile ziweze kukaa katika hali nzuri. Ile kazi bwana, wakati nilipotazama mara ya kwanza niliona kama ni kazi ya kawaida sana. Nilianza kuinama pale na kuanza kunyonyoa kuku wale ambao walikuwa wameletwa pale wakiwa tayari wamekwisha kuchinjwa. I say, kazi ilikuwa ni ngumu pale, usiseme I say. Nyonyoa huku na kule, unyonyoa, unamaliza unaanza kuchana wale kuku. Sasa mimi nilikuwa bado sijafahamu jinsi ya kumpasua kuku vizuri ili aweze kukaa katika hali ya biashara. Shazo akawa sasa yeye ndo ananielekeza pale. Unaona bwana? Shazo akawa yeye ndo ananielekeza pale jinsi ya kufanya. Basi mimi nikaanza kupiga kazi pale kwa nguvu zangu zote. Japokuwa niliamini kwamba kazi itakuwa ni nyepesi, lakini kadiri muda ulivyokuwa naenda, I say, niligundua kwamba hakuna kazi rahisi I say yoyote ile ambayo inamuingizia mtu pesa. Niligundua kwamba ile kazi kumbe ni kazi ngumu sana. Sasa kwa upande ule wa eneo lile la kuuzia nyama choma, tulibaki sisi wawili tu. Mimi pamoja na rafiki yangu Shazo. Sasa Shazo yeye alikuwa anapiga kazi kweli kweli. Alikuwa anafanya kazi kwa sababu alikuwa amezoea sana. Na sasa mimi nilibaki mimi na yeye pale kwa sababu mtu ambaye aliyekuwa anafanya kazi na Shazo mwanzoni kabla ya mimi kuja alikuwa amepelekwa kitengo kingine cha kupambana kufanya kazi zingine pale mgahawani. Kwa hiyo nikawa niko mimi na Shazo peke yake. Kazi ilianza mara moja pale, nakwambia tulikuwa tunapiga kazi. Kazi tunanyonyoa kuku, unaachana, unaandaa pale, unawaingiza jikoni, kuachoma kwenye yale majiko makubwa yale ya kuchomea nyama. I say, vurugu zilikuwa ni nyingi sana I say. Iliniuma sana jinsi ambavyo nilivyokuwa napiga kazi. Nikapiga kazi sana nikaangalia bado makuku kibao yamejaa pale. Nikaona isi haya mambo gani haya? Yaani nimepiga kazi, tumenyonyoa kuku, tumefanya hivi, nimechana, lakini nikiangalia bado kuku wamejazana pale, alafu bado kuna kazi kibao za kufanya pale. Shazo sasa alikuwa akinitazama mimi anacheka tu. Ananiambia kwanza I say, ndo kwanza kazi hii ndo mapema sana. Tunapaswa tupige kazi hapa kweli kweli. Nilifikiri nikasema kweli hii kazi ni ya moto sana. Nilikumbuka maneno ya mama na baba nyumbani walivyokuwa wanazungumza. Nilikumbuka yale maneno mama aliyokuwa akinieleza kwamba jinsi ambavyo pale nyumbani tunakula tunakunywa ni kwa sababu baba anapambana. Nikakumbuka jinsi ambavyo alivyokuwa ananiambia kwamba muda si mrefu mimi ninapaswa niwe nina mke na watoto wangu. Alafu mimi ndio nipambane kama baba ili tuweze kula pale nyumbani. Nilitafakari nikaona kwamba kweli aisee baba alikuwa kama ndo kazi anapambana nazo hizi mpaka sisi tule. Aisee nilijua kabisa kwamba baba alikuwa na fight. Shazo alianza sasa kuwachoma wale kuku. Huku mimi nikiwa naendelea sasa kunyonyoa wengine, kukatakata, baada ya yeye kunielekeza jinsi ya kukata. Ilipofika kama saa 5 hivi, niliona aisee mambo kama yanazidi kuwa magumu sana. Nikasema hebu usinitanie kwanza. Bwana. Hebu ngoja kwanza nitoke zangu nje kidogo, nivute hewa kidogo, nikajinyoshe huko. Hii ni kutokana kwamba mimi nilikuwa sijazoea mikiki ya moja kwa moja kwa style ile. Mwanzo mwisho ni kazi juu nilikuwa sijazoea. Basi nikatoka zangu pale nje. Nikaenda zangu pale.
Nilipotoka tu nje pale sasa ndipo ambapo nilipokutana vitu ambavyo nilivyokuwa navipenda sana. Vitu ambavyo mimi moyo wangu ukiviona unafurahi sana. Kule nje bana kulikuwa kumejaa wanachuo. Watoto wa kike wazuri wa kilaina walikuwa wanapita. Walikuwa ni watoto wakali, walikuwa wanajua wamevaa, wanajua kuvaa, wanajua kupendeza, watoto wa kike wengi vibaya mno. Nilisimama pale nje nikajikuta nimeganda na waangalia tu wale madem jinsi wanavyopita. Nilijikuta mimi nikiwa nazuzuka sana na mionekano yao. Mara nikamwona rafiki yangu Shazo sasa akitoka kule huku akiniita kwa nguvu kwamba nirudi ndani. Oya wewe vipi wewe mwanangu wewe? Luka vipi? Njoo huku mwanangu. Yaani ungejua boss Kamind kichizi yani. Ndo nini hiyo bwana? Boss Kamind kukuta pale. Sasa sikiliza nikwambie. Msikilizaji, sasa mimi pale nikaacha issue za kuangalia piskali ambazo zilizokuwa zinapita pale. Nikasogea karibu ili kusudi Shazo apunguze ile sauti yake sasa. Aache kupiga makelele. Nikasogea pale akaniambia, sasa sikiliza nikwambie jamaa wangu. Tukienda Mama Shayo pale akiwa anafoka pale, wewe kuwa makini. Nyamaza tu. Wewe tulia tu. Usilete noma yoyote ile mzee. Sawa? Tulia hivyo hivyo. Kumbuka kwamba Mama Shayo ndo bosi wewe nyamaza kimya, akiongea nini wewe nyamaza kimya. Twenzetu. Basi mimi nikamsikiliza Shazo alivyoongea pale. Alinisisitiza sana, nikasema sawa. Basi tulirudi zetu ndani pale na kumkuta yule mama bana, yule Mama Shayo yule akiwa ameshika kiuno pale. Nilijua kabisa kwamba hapa kinachoanza ni kuanza kunichamba hapa. Akaanza, hivi wewe, yani umekuja leo tayari umeshaanza kuzurura na kuacha kwa majukumu yako ya msingi? Si niliwaambia kwamba hapa tutakuwa na wateja wengi leo? Au Shazo hajakueleza kitu chochote? Kwamba hapa kupumzika ni mpaka muda wa kula? Au kama kazi zikiwa zimeisha? Sasa iweje sasa wewe unapumzika muda ambapo kazi zipo nyingi kibao? Hivi muda hapa watu wakianza kuhitaji vitu hapa unafikiri itakuwa ni nini? Nisikilize wewe. Mimi hapa nipo kutafuta hela wewe. Sitaki unilete masiara hapa. Utani kwenye mambo ya pesa sitaki. Leta utani kwenye mambo yoyote yale. Unanielewa wewe? Oho, tutakosana vibaya sana wewe. Mama Shayo aliongea pale huku akiwa anafoka. Nikajua kweli bwana hizi kweli ndo kazi hizi aisee. Nikamwambia basi mama, samahani mimi naomba uniwe radhi, nisamehe sana. Sitofanya tena makosa kama haya. Wewe sema sitofanya hivyo, lakini endelea. Haya. Hebu nifuate kwanza. Kuna mahali nataka nikuagize. Naomba huku kwanza, mimi ninavyoangalia hapa uwezi kuweza hizi kazi. Hebu njoo huku kwanza. Njoo huku nikuagize. Msikilizaji, sasa mimi nilitoka pale na kumfuata bosi wangu yule Mama Shayo. Nilimfuata mpaka nje. Nilipokuwa nimetoka pale nje, nikaangalia nikakuta kuna gari moja ilikuwa imepaki pale. Ilikuwa ni gari moja nzuri sana kali. Ilikuwa ni gari nzuri kiukweli, hata kama mimi sifahamu sana magari. Lakini ile gari ilikuwa ni nzuri kwa ujumla. Niliamini kabisa ile ni gari ya gharama. Tulipofikia mlangoni pale, ule mlango ukafunguliwa. Ndani ya ile gari nilimwona mama mmoja hivi. Alikuwa ni mama mmoja wa makamo. Alikuwa amependeza tu. Kwa jinsi nilivyomtazama nilifahamu kabisa kwamba bila shaka yule atakuwa ni mfanyakazi pale chuoni. Nilifahamu kabisa yule lazima atakuwa ni mfanyakazi pale ndani. Nikasikia tu, okay, dokta, sasa sikiliza. Utaenda na huyu kijana nyumbani kwako huko, ukampe hiyo mizigo. Alafu mimi upande wa pesa yako basi ngoja nitakurushia kwenye namba yako. Lakini wewe si unalipa? Nitalipa kupitia lipa namba. Haya, na wewe nani umeniambia unaitwa? Lucas. Okay. Lucas, sasa hela hii hapa ya nauli. Utapanda usafiri wakati unarudi. Ukishachukua hiyo mizigo ni mizigo gani? Wewe nenda, mizigo atakayokupa utaiona na uangalie usije ukaharibu mizigo hiyo hata kidogo. Chochote kitakachoharibika nitakukata kwenye pesa yako. Umenielewa? Jitahidi sana, tena kuwa makini mno. Wewe nenda na dokta huyu atakuelekeza. Hakikisha kisiharibike kitu hata kimoja kwenye vitu utakavyopewa. Umenielewa? Nilimuitikia pale nikamwambia sawa.
Mama Shayo alikuwa msee mchumi kweli kweli. Alikuwa anaongea kwa umakini sana na kusisitiza kwa sana kuhusiana na vitu ambavyo nitakavyopewa. Mimi pale nilikuwa sijagundua kwamba naenda kupewa vitu gani. Basi nikamuitikia pale nikamwambia sawa boss, nitakuwa makini. Lingine nikwambie, hakikisha unawahi. Sina muda wa kupoteza na hivyo vitu ni vitu ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kazi. Hakikisha unawahi. Umenielewa? Sawa boss. Niliitikia pale bwana, na Mama Shayo bwana akawa ananitazama tu. Lakini sasa wakati anaongea vile, yule dokta ambaye nilisikia anaitwa dokta akamwambia bwana, mama na wewe Mama Shayo, na wewe hebu huyu sio mtoto bwana. Kwamba unahisi anaweza akakaa njiani akawa anachezea makopo, anachezea matope mpaka shindo kurudi. Hebu mwache bwana kijana wa watu bwana, atarudi tena atawahi bwana. Acha maagizo yako yote hayo mbwembwe kibao. Basi bwana alipoongea vile yule dokta, Mama Shayo nikamkuta sasa akicheka. Akasema yani wewe yani wewe bwana, wewe Dr. Garissa, acha mambo yako kabisa. Kwani wewe ni mgeni na hawa vijana wa siku hizi? Yani nakwambia kwamba yani usibabaishwe na hii miili yao bwana. Yani hawa unaweza ukawaona hii miili mikubwa hivi, lakini wao hawajapevuka akili. Sio kama sisi enzi zetu bwana. Tukiwa na umri huu, tukiwa tuna akili zetu, huyu unaweza ukashangaa unaenda huko unampa mizigo alafu unakuta anakuja huko anatembea haeleweki. Unakuta anaweza akasimama akaanza kuangalia watoto wanacheza. Hebu sikia bwana, nendeni bwana ili muweze kuwahi. Aliongea Mama Shayo maneno hayo kwa sauti yake ya Kichaga hivi. Akasema haya bwana. Sasa alipoongea vile, Dr. Garissa huyo akasema bwana wewe, umeshaanza maneno yako. Unajua utaanza kusisimulia hapa we. Utaanza kuongea maneno mpaka utaanza kueleza sijui nani, utaanza kutupa habari za ukoo mzima wa Kichaga. Hebu bwana, hebu tuache bwana sisi tuondoke. Ndio bwana, kwanza nendeni bwana muwahi. Nendeni muwahi. Alijibu pale tena Madam Shayo naye. Sasa Dr. Garissa aliamua sasa kufunga mlango, akizuia dhidi ya maneno yale ambayo aliyokuwa anazungumza Mama Shayo. Haya, Lucas, ingia huko sasa. Sasa mimi bwana pale niligeuka pale nikaingia kwa upande wa pili wa gari ile. Mlango ukafungwa. Dr. Garissa alinisaidia kufunga ule mkanda wangu vizuri pale kwenye gari nilipokuwa nimekaa pale kwenye siti, kwa sababu bana wewe unaelewa bana, hayo sio mambo yetu kivile. Sio mambo ambayo nimeyazoea mimi. Nilikuwa najua nikishaingia pale nimekaa imeisha hiyo. Basi bana nikaingia pale nikasaidiwa kufunga ule mkanda vizuri, mambo yakakaa vizuri. Niko pale ndani mimi na dokta mmoja yule nilisikia anaitwa Dr. Garissa. Unaonekana ni kijana mgeni pale cafeteria Ndiyo dokta, ndo nimeanza kazi asubuhi ya leo. Nilimjibu pale kwa unyenyekevu mkubwa sana Dr. Garissa. Okay, usiogope bana na wewe. Mbona uko hivyo? Hebu kijana kuwa na wewe, kuwa huru bwana tuzungumze. Mbona unaongea kiuoga wewe? Msikilizaji, pale Dr. Garissa alipokuwa anaongea, aliongea alafu akanigusa na kikofi chake cha pale kwenye shavu langu. Akiniambia niwe serious eti nichangamke niongee. Bwana wewe, alipofanya vile bwana, niliusikia mkono wake jinsi ambavyo ulivyokuwa ni laini. Kama unavyoelewa bwana, dokta yule pale ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu alikuwa hana mambo mengi. Kwa hiyo hana mambo ya kuumiza sana mikono yake. Mikono yake ilikuwa ni laini sana, ndio ambayo ilionigusa katika shavu langu. Nilistuka pale ngasema Lakini kuna namna fulani hivi alinifanya kweli ni relax baada ya kuniambia vile. Nilifahamu kwamba huyu ni mtu wa kawaida ambaye tunaweza tukazungumza hapa na pale. Nikamwambia basi sawa dokta. Tulizungumza mambo ya kawaida sana mpaka tunafika pale nyumbani kwake. Pale nyumbani kwa Dr. Garissa. Sasa tulipofika pale, kilichonishangaza ni jinsi ambavyo ile nyumba ilikuwa ni kubwa, nzuri sana ya kifahari. Yaani ilikuwa ni kubwa. Sikuona mtu yeyote pale nyumbani, lakini niliona jumba kubwa sana alafu nzuri. Yaani vile vitu ambavyo nilikuwa naviona kwenye movie, muda ule nilikuwa naviona kwa kuvitazama, vilikuwa viko mbele yangu. Ikabidi nimuulize, "Dokta, hapa unakaa mwenyewe?" Akaniambia, "Yes, of course. Nakaa mwenyewe na nimeshazoea tayari. Unajua bwana, mambo yetu haya ya kisomo haya, basi kuna muda inabidi uzoee. Mume wangu mimi yupo masomoni huko Canada.
anasomea masomo yake ya PhD. Unajua mimi nilimtangulia masuala ya shule, mimi nikawa nimepata PhD yangu tayari, lakini yeye akawa bado. Sasa hivi ndo anasoma PhD huko. Watoto nao wapo masomoni. Kwa hiyo ni mimi peke yangu hapa. Nilitikia nikamwambia sawa. Huku nikiwa ninaendelea kutalii kwenye jumba hilo kubwa sana lililokuwa na bustani nzuri sana za maua ambayo yalikuwa ni mazuri na ya kunukia. Asa nyumba ile ilikuwa katika mpangilio mzuri sana. Nilijua kweli kuna watu ambao wameumbwa kuishi vizuri tu aisee. Nikahisi sasa kama sisi wengine ni watu ambao tumeumbwa tu kwa ajili ya kuwatazama au pengine kuwasindikiza watu ambao wana maisha yao. Okay. Sawa. Hebu subiri mara moja hapa. Alizungumza Dr. Garissa pale. Aliniambia huku akiwa anapiga hatua kadhaa hivi na wakati huo akiwa anapokea ile simu yake. Lakini mazungumzo ya Dr. Garissa yalinifanya mimi niweze kusikia mambo tofauti kidogo. Yalinifanya mimi nianze kutoka katika uwepo. Ile hali ambayo nilikuwa ninayo mwanzoni ilibadilika baada tu ya kusikia maongezi ambayo alikuwa anazungumza kwenye simu. Na wakati akiwa anazungumza, alikuwa anazungumza akijua kwamba mimi sisikii anachokizungumza. Oh, wewe. Sasa jana ndio umenifanyia nini? Ndio mambo gani yale? Unanisababisha kweli mimi nianze kufanya mambo kama watoto wadogo? Naanza kujichuachua mimi mwenyewe na maji ya moto. Kweli? Mtu mzima na umri huu. Kweli? Yaani ungejua mpaka sasa hivi hapa genye zinanisumbua kweli yani. Yaani zinanisumbua vibaya mno. Yaani hazijaniisha. Kwani wewe uliambiwa? Hebu nisikilize wewe. Unajua uliniudhi sana. Tunaongea kwamba unakuja alafu unanidanganya. Hata sasa hivi hapa hazijaniisha, ninateseka kweli kweli. Mbona unanipa mateso wewe? Mbona mimi kwenye mambo yako mimi nakuhudumia kila kitu? Yaani kazi yako wewe ni moja tu. Kunifanya mimi niweze kupata raha, lakini bado tunaongea mara hutokei. Mara nini? Haya angalia sasa hivi mpaka sasa hivi hapa mimi ninavyoteseka. Yaani ninateseka mpaka nasikia kuvamia wanafunzi nikiwa nawafundisha kule. Ndio mambo gani hayo? Nilimsikia bwana Dr. Garissa akiwa analalama kwenye simu kwa sauti ndogo sana. Na wakati akiwa anaongea alikuwa anajua mimi simsikii. Lakini kumbe mimi nilikuwa nasikia kila kona. Kiukweli sikio langu la umbea pale lilikuwa limejikaza na kumsikiliza kwa umakini mkubwa sana. Sasa maneno yale ambayo aliyokuwa anazungumza yalinifanya mimi nianze kupata msisimko fulani hivi. Japokuwa yule alikuwa ni mama mtu mzima, lakini maneno ambayo aliyokuwa amezungumza pale yalinifanya kwa kweli nianze kutoka kwenye mchezo. Hebu tuende huku bandani. Nikakupatie mizigo ambayo niliyoambiwa nikupe. Twende. Msikilizaji bwana, maneno hayo alizungumza Dr. Garissa. Aliniambia na wakati huo tukawa tunaelekea upande wa bandani. Nilimfuata na upande ule mahali ambapo alipokuwa ilikuwa kuna banda moja kubwa sana. Banda lile lilikuwa lina kuku wengi sana. Kulikuwa na kuku wengi sana ambao walikuwa wako pale. Sasa kidogo pale mpaka nikajiuliza ina maana mimi sasa hapa nafanya nini? Kidogo akageuka akaniambia hapana, twende huku sio huku. Tulitoka pale tukaenda upande wa pili, kulikuwa na sehemu ya wazi. Hii sehemu ndio ambapo tulipofika nikakuta kulikuwa kuna kuku wengi sana walikuwa wamechinjwa wamewekwa pale. Unaona bana? Nikamuuliza kwanza, Dokta, hivi wewe hii mifugo hapa wewe ndo kuna mtu anakusaidia kuifanyia kazi? Akaniambia, hapana, nafanya mimi mwenyewe bwana. Mbona kazi rahisi, mimi nimezoea kazi. Kwetu ni kazi, mimi sio lazima nisaidiwe na mtu. Nafanya mwenyewe. Nikamwambia bana dokta bana. Hivi kweli kabisa na kazi zako unaenda chuoni afu unarudi unafanya hizi? Akaniambia hapana bwana. Sio hivyo, nilikuwa nakutania. Ila mimi huwa kuna vijana wanakuja wananisaidia alafu wanaondoka, lakini kiukweli mimi ninapiga sana kazi mimi mwenyewe. Alizungumza sasa pale Dr. Garissa. Na wakati huo sasa alipokuwa anazungumza alikuwa anainama kuwasogeza wale kuku ambao tayari walikuwa wameshachinjwa wako pale wamewekwa, wengine walikuwa wamewekwa tayari kwenye matenga fulani, lakini wengine bado walikuwa wamechinjwa wamepangwa pale wengi sana. Niligundua kabisa kwamba ile ndiyo kazi ambayo niliyokuwa nimeletwa pale ili kuweza kuchukua wale kuku ili niweze kupeleka kule chuoni. Basi wakati ule sasa akawa anainama kumsogeza kuku mmoja hivi. Wakati anamshika kumsogeza yule kuku ambaye tayari alikuwa ameshachinjwa pale,
Kwa bahati mbaya sasa ile woo yake ile ambayo sijui nielezeje bwana. Kibinda chake kile kikanigusa kwenye suruali yangu kwenye upande wa mbele. Bwana we. Athumani kichwa kipara bwana, si akastuka bwana, akasimama. Kichwa cha chini kikasimama kikanyanyuka hivi. Nikasema ya Mungu wangu, ndo mambo gani haya? Ni kweli bwana, shepu la yule Dr. Garissa lilikuwa ni kubwa hasa. Lilikuwa ni shepu la ukweli. Ajabu sasa ndio alikuwa anarudisha nyuma kiuno chake. Sasa jinsi anavyorudi, kile kibinda kinavyorudi nyuma kinazidi kunigusa zaidi. Na pale nilipokuwa kuna ukuta. Kwa hivyo siwezi kurudi nyuma ili niweze kupishana naye. Alivyokuwa anarudi nyuma hivi, ni ndo vile ambavyo sasa alikuwa anazidi kunigusa. Ni kama sasa mimi nilikuwa nikimbambia pale. Hata sketi ambayo aliyokuwa ameivaa, sijui ni sketi, sijui ni gauni, ilikuwa sio ile ndefu sana. Kwa hiyo akiwa ameinama hivi, kuna mazingira ambayo mengi ulikuwa unayaona yanabaki wazi. Msikilizaji, ni kama pale sasa mimi alikuwa ananifanyia mambo ambayo ni unyanyasaji wa kijinsia kiukweli. Sasa huku chini Athumani kichwa kipara akazidi kutuna vibaya mno. Alizidi kunyanyuka vibaya sana. Sasa sio kwamba najisikia kwamba pengine nini hapana. Sasa Athumani kichwa kipara akinyanyuka huku chini na jinsi ambavyo mimi nimebarikiwa mzigo. Athumani alikuwa akinyanyuka hivi mpaka anaonyesha jinsi ambavyo anajichora katika mavazi yangu niliyokuwa nimevaa. Nilikuwa nikizidi kupata misisimko mikubwa sana, lakini nilikuwa sijui nianzie wapi. Sasa nikikumbuka yale maneno ambayo aliyokuwa anazungumza kwamba na yeye alikuwa wakati anazungumza na simu akisema kwamba gay yenyewe zimekuwa zimemsumbua sana, akisema kwamba bado anazo, niliona kama hii inaweza kutokea fursa fulani hivi. Ilizidi kupata misisimko na Athumani kichwa kibovu, kichwa kipara huko chini alizidi kunyanyuka kwa kasi kubwa sana. Hivi wewe umekwisha kula? Aliniuliza Dr. Garissa neno hilo. Aliponiuliza mimi nilistuka sana pale. Huyu kwa nini ananiuliza maswali kama haya kwamba nimekula au vipi bwana? Nilimtazama usoni baada ya yeye kugeuka. Macho yake yalikuwa yamelegea vibaya mno. Macho yake yalikuwa yamelegea, uso wake sasa muda ule alikuwa ni amelegea, unajua kulegea? Jicho lilikuwa liko vile vile limeanza kutoa rangi ile nyekundu ile. Sasa nilivyokuwa nakumbuka maneno ambayo alikuwa anasema kwamba nyege zinamsumbua, nilifahamu kabisa kwamba huyo kuna kitu kinamsumbua kweli hapa. Nilijua kwamba hapa kuna uwezekano wa mimi kupata chochote kitu hapa. Na ukweli alikuwa ni mambo yangu mimi nilikuwa napenda sana. Ilibidi nimjibu pale, nikamwambia hapana. Sauti yenyewe ambayo alikuwa anaulizia kwamba nimekula ilikuwa ni sauti ya mtu ambaye yuko chumbani. Nilipomjibu hapana, akaniambia okay. Basi twende nikakutengenezea basi uweze kukula kidogo hapa, upate hata chai kidogo, alafu ndipo uweze kuondoka. Nikamwambia bana, sasa unajua kwamba mimi nitachelewa kule kazini. Akaniambia usiwaze. Kazini kwako nimeshaongea naye, wala hata usiwaze, nimemwelekeza kwamba kuna shida fulani imetokea hapa. Funguo zangu hapa ndo nimeziagiza, kwa hiyo hata usiwaze. Msikilizaji, nikajiuliza sasa huyu ameongea naye saa ngapi? Akaniambia okay, basi hebu ngoja. Alipiga simu pale pale. Akaanza kuongea pia kule kwa Mama Shayo kule. Akamweleza kwamba nilimsikia jinsi ambavyo alivyokuwa anampanga, akimweleza kwamba funguo amezisahau na hivyo ameagiza mtu ili aweze kuzifuata funguo mahali. Kwa hiyo akawa anamueleza kwamba basi kijana atachelewa kidogo ili funguo kwa sababu nimezisahau. Mama Shayo hakuwa na noma kwa sababu alikuwa anaheshimiana pia vizuri na Dr. Garissa, akakubaliana akasema sawa. Wakati huo Dr. Garissa alikuwa anaongea huko akiwa anarembua vibaya mno akiwa ananitazama. Yaani bila kufikiria kwamba mimi nilikuwa ni mtoto mdogo sana. Yaani nilikuwa ni mtoto kabisa, lakini Dr. Garissa ni kama alikuwa hawazi hayo mambo kabisa. Lakini nilitaka kujitetea tena pale, akaniambia kimya. Nilipoa. Ikanibidi sasa nimfuate sasa kuelekea ndani mahali alipokuwa anaelekea. Alifungua mlango na kuingia ndani. Kwanza akili yangu ikajiuliza, hivi ni kwa nini ameanza kumdanganya Mama Shayo kule kwamba funguo sio namna gani vipi ile hali funguo nazo? Machale alianza kunicheza pale, ngajua hapo kwamba hapa inawezekana kuna kitu nataka nipewe. Au pengine ni hivi tu ambavyo anataka aweze kunipa chai ndio maana anaamua kudanganya kule. Nilisema ngoja nisubiri kwa sababu wakati ndio utakaosema ukweli.
Basi bwana akafungua mlango na kuingia ndani. Nilipokewa na upekee wa sebule ile kubwa sana ambayo ilikuwa iko pale. Sebule ilikuwa ni kubwa sana, alafu kulikuwa na vitu za samani za gharama pale ndani kweli. Muonekano wa pale ndani ulikuwa ni mkali sana. Yaani nilikuwa nikiviona vile vitu sometimes kwenye movie tu. Tena movie za Kihindi zile ndo nilikuwa naonaga zile sebule za kifahari sana. Lakini niliona pale ndani kwa Dr. Garissa. I say, tulipofika pale ndani Dr. Garissa alinisogelea. Nilijifanya sielewi chochote kile. Alichuchumaa na bila aibu alikamata mkanda na kuanza kufungua mkanda wangu. Niliwaza pale kwamba niweze kufanya nini, lakini ilinibidi niweze kuwa mtulivu. Nilibaki kuwa mtulivu pale, nikawa namtazama tu. Kama mtoto mdogo vile anafunguliwa zipo aisee ili aweze kukojoa. Akaendelea kufungua pale huku na kule. Mimi nikawa namtazama tu. Nikasema vipi jamani? Daktari vipi huyu? Anataka ufanyaje huyu? Mbona majaribu jamani? Basi bana akafanikiwa kunifungua mkanda wangu na kuishusha suruali yangu chini. Alinishusha na ile nguo yangu ya ndani ambayo nilikuwa nimevaa. Say. Nikasema kumbe anataka mchezo. Oho. Nikajiwazia leo namkimbizia huyu hapa vibaya mno. Lakini nikasema hapana, ngoja nimkimbie tu. Mimi bwana kwanza ni mtoto wa familia ya ambayo inamcha Mungu. Hapa mimi inabidi niondoke. Nimkimbie kama jinsi ambavyo kule kwenye Biblia nilisomaga kisa cha Yusufu jinsi ambavyo alivyomkimbia mke wa Potifa. Nilishusha pumzi kidogo pale huku nikiwa nashauriana na akili yangu kwamba mimi niweze kukimbia pale. Bana wakati naendelea kushangaa huku na kule, Dr. Garissa alichukua ule mgebuke wangu akaubugia mdomoni. I say, mbona mimi pale sasa ile habari ya kwamba mimi niweze kukimbia iliishia pale pale. Alibugia ule mgebuka wangu akaweka mdomoni. Akawa sasa yuko pale anacheza nao. Nikatamani niweze sikutaka kukimbia tena pale, nikasema liwalo na liwe. Hayo masuala ya Yusufu hayo aliyoandikwa hayo ni ya kwake, lakini mimi siwezi kukimbia kitu kama hiki. Sasa kilichofuata pale bwana ni matumizi sahihi ya yale masofa yaliyokuwa yako pale ndani. Nilianza kusumbuana naye pale huku na kule. Nikaanza kumpeleka vibaya mno, nikasema hapa sasa ni kuanza kuwasha moto mkali sana. Nilianza kumpeleka katika mlima wa Kilimanjaro kwa kasi kubwa sana. Nilimpeleka kwa kasi sana pale kwa sababu nilimuona tayari ameshaanza kuniletea uchizi, nikaona sasa ngoja nimpe uchizi kweli kweli. Dr. Garissa alikuwa ni kweli kama alivyokuwa anasema gay yenyewe zilikuwa zinamsumbua vibaya sana. Ni kweli zilikuwa zinamsumbua kweli kweli. I say nilimpeleka pale mpaka nikamfikisha kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro. Wakati napiga ile kumsukuma vibaya mno ili aweze kufika kwenye mlima Kilimanjaro, kidogo alitaka kudondoka pale kutokana na jinsi ambavyo alikuwa amepata raha ya kufika kwenye kilele. Nilimdaka pale na kuendelea kumngangania na kuendelea kumpa vurugu nyingi sana za kumpandisha mlimani tena. Alipiga kelele sana pale huku akiongea maneno mengine ambayo sijui ilikuwa ni lugha gani. Pengine alikuwa anaongea kilugha chao kwa sijui ni Kihaya sio Kinyamwezi. Nilizidi kuendelea kupeleka moto vibaya sana. Baada ya hapo nilikuta sasa akiendelea kunipa sifa nyingi sana. Akiniambia kwamba eti mimi ninafanya kazi ile vizuri sana ya kumpeleka juu katika kilele na namfikisha kwenye kilele vizuri. Aisee, kwa mara ya kwanza nilijikuta nikipewa busu kali sana na dokta mtu mzima, mama wa watu kabisa. Yaani jinsi ambavyo alivyokuwa ananipigia busu pale, unaweza ukasema kwamba yeye mimi na yeye pengine tunalingana. Alikuwa amekakamaa pale. Anaonyesha jinsi ambavyo alivyokuwa amefurahia sana. Hapo sasa mimi nilipomaliza nikamwachia kimoyo moyo. Nikasema aisee. Aisee wewe bwana hapa utakuja kujifia wewe. Mimi bado kijana utakuja kujifia hapa. Alikuwa na hema sana vibaya sana muda ule. Mpaka nikaanza kuogopa kwamba nisije nikamuua dokta wa watu hivi jamani, rasilimali ya taifa hii jamani. PhD holder huyu ni dokta wa chuo kikuu huyu, anafundisha mhadhiri huyu. Alikuwa na hema pale. Hata kuongea sasa muda ule alikuwa ni kama hawezi kuongea tena. Lakini cha ajabu walipoanza kuongea, neno la kwanza alilokuwa anaongea pale ilikuwa ni kunishukuru sana kwa kumkata kiu ambayo aliyokuwa nayo. Sasa akasema kwamba eti maji yangu yale yalikuwa yamemkata kiu kubwa sana. Na safari ile ya kumpeleka katika kilele nilikuwa nimemfikisha kwenye kilele bila kumwacha njiani. Alikuwa ananisifia sana pale.
Hatimaye tulikotoka pale tukaenda bafuni tukaoga pamoja. Huwezi amini pale mimi hofu ile na uoga wa kusema kwamba yule ni mtu mzima ilikuwa imenitoka kabisa. Tulipotoka huko akachemsha chai ya maziwa pale. Ilikuwa na viungo kibao pale, ilikuwa kunanukia vibaya mno. Eti huwezi amini tukaanza kunyweshana pale. Yaani utahisi kwamba mimi na yeye tunalingana bwana. Tukaanza kunyweshana. Huko kitafunwa kikiwa mkate ambao ulikuwa umewekwa na siagi na Blue Band ziko vizuri sana pale. Ladha ilikuwa ni tamu sana. Kiukweli nilisema pale nimepata vitu viwili kwa wakati mmoja. Nilikuwa nimepata mtu ambaye alikuwa ni mtamu sana, lakini wakati huo nilikuwa nimepata chakula ambacho ni kitamu sana. Yalikuwa sio mambo ambayo nilikuwa nimeyazoea kule nyumbani kwetu. Nilikuwa nimezoea nikiamka na kupata kiporo changu cha wali au ugali na maisha yalikuwa yanaenda vizuri. Hapa nilikuwa napata mkate fulani hivi ambao kwa kweli mkate sijui alikuwa ameupata wapi. Huyu bwana labda alikuwa ameuagiza Arusha au Iringa. Sababu hii mikate kwa hapa mjini sio kawaida kuiona, au labda uipate ile ya kuagiza kutoka Arusha. Basi bwana, baada ya hapo tulipomaliza tukavaa zetu nguo vizuri na kuelekea sasa kule kwenye ile sehemu ya wazi ambapo ilipokuwa wamewekwa wale kuku. Sasa pale bwana, cha ajabu bwana, daktari ndio mara yake ya kwanza kabisa kukutana na mtu kama mimi, kijana mdogo kiasi kile. Kwa hivyo kuna namna fulani alikuwa na furaha sana, akawa ananisifia sana. Na kwa upande wa mimi ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kufanya dhambi na mtu mzima kiasi kile. Lakini ukimtazama alikuwa haoni aibu kabisa, yani alikuwa ananitazama kama ni kitu cha kawaida kabisa. Nikasema kweli aisee, huyu mshangazi ulikuwa umeamua. Alinipatia ile mizigo pale. Hatimaye pale ile ambayo nilikuwa napaswa nipeleke kule mgahawani. Sasa wakati ule, kwa sababu tayari alikuwa ameshampigia bosi simu wangu kwamba amekutana na shida, sio nini, kupoteza funguo, yani geti pale na nini. Kuchelewa kwangu sikuwa na wasiwasi chochote kile. Nilijua kabisa kwamba pale hamna shida yoyote. Ninarudi kule na kibarua changu kipo kama kawaida. Basi bwana, baada ya kunipa ule mizigo wangu pale, akanikunjia hela. Sikujua ni shilingi ngapi, lakini niliposogea pembeni hivi ndo nilipogundua. Ilikuwa ni shilingi 90,000. Halo, acha kabisa. Ile ndo ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kabisa kushughulikia mwanamke na kupewa pesa. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kabisa kushughulika na mwanamke, kumpeleka, kumfikisha katika kilele cha mlima Kilimanjaro, alafu yeye ndo anipe pesa badala yangu mimi. Nilikuwa nimezoea zangu kule mtaani kwetu Swahilini kule. Akina Mwajuma ndala ndefu. Unafanya kazi unamaliza, wewe ndo bado unampa pesa. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza, kwa kweli nilifurahi sana. Yaani nilifurahi sana, niliona kama nimefanya tendo fulani zito sana la maana sana. Basi pale mimi nikamshukuru sana Dr. Garissa. Tukabadilishana namba zetu za simu pale, na mimi nikarejea zangu chuoni kwa usafiri wa pikipiki. Nilipokewa na mama Shayo pale kama kawaida. Alinisema lakini mimi sikumsikiliza sana. Ni kama vile nilikuwa nimeweka pamba masikioni. Sikutaka sana kuongea naye kwa sababu tayari Shazo alishanieleza kwamba yule ni mama ambaye anapenda kuongea na kitu cha msingi ni kukaa kimya wakati anaongea. Basi bana, akakagua mizigo yake pale na akabaini kwamba hakuna kitu chochote kilichokuwa kimeharibika na mambo yote yalikuwa yameenda sawa. Sababu alisema kwamba kama kuna kitu chochote kitakachokuwa kimeharibika, basi angenikata kwenye posho yangu siku ile. Mambo yalikuwa yameenda vizuri, hakuna kitu chochote kilichokuwa kimeharibika. Sasa baada ya kujua kwamba mambo yote yalikuwa ni mazuri, aliniruhusu kwamba mimi niweze kupeleka vitu vile kule jikoni. Nilivaa vizuri apron yangu na kuingia kazini kumsaidia rafiki yangu Shazo pale. Ambapo sasa yeye alikuwa ameshaanza kuchoma nyama pale. Kwanza ilikuwa ni ngumu sana kwangu. Yaani kucheza na mafuta pale, mioto na nini, haikuwa kazi nyepesi hata kidogo kwangu. Nilikuwa nikiona kama nateseka sana. Alafu sasa ubaya zaidi, mimi nilikuwa nikitengeneza zile nyama, kuna muda natoa hasijaiva vizuri. Wateja walikuwa wanalalamika sana, msikilizaji. Hii ni kutokana na kwamba mimi nilikuwa sijui sana vizuri. Yaani mimi nilikuwa nisielewi nyama choma unaichomaje ili ikae vizuri. Unaiwekaje chumvi ili hata mtu yule ambaye hatumii chumvi nyingi aweze kuipenda. Sasa nilikuwa najisikia, yani naona nikawa nazingua sana. Nilikuwa mimi sielewi sana mambo ya mapishi hayo. Mimi kitu ambacho nilichokuwa nakijua ni mimi kukaa katika hali ya ubisho, kuvaa kupendeza, kuazimisha cheni za watu na mambo kama yale.
Sasa bana, siku ilisogea hivyo hivyo kibishi tu, lakini siku ikawa imesogea. Ilipofika usiku wa mida ya saa 3, Shazo alienda kufunga hesabu na bosi. Hesabu ilitimia, hakukuwa na hasara yoyote ile ambayo ilikuwa imejitokeza. Kwa hiyo tulilipwa pesa zetu vizuri pale. Kila mtu alipewa shilingi 10,000. Sasa mimi mfukoni kwangu nikawa sasa sio kwamba nina shilingi 10,000 tena. Nikawa jumla na shilingi 100,000. I say, nilikaa pale ngajifariji mwenyewe nikasema kweli mtembea bure sisi wanamkaa bure. Kazi ya siku hii ilikuwa ililipa kweli yani. Nilikuwa nimefurahi sana siku ile, nilikuwa nimepata pesa ndefu sana, japokuwa pesa nyingine ilikuwa ni pesa ambayo ninaweza nikasema ni pesa haramu, lakini anyway wanasemaga hakuna pesa haramu. Basi ilikuwa ni pesa tu ambayo ilikuwa imepatikana kwenye mazingira yasiyo sahihi. Ni ile pesa ambayo nilikuwa nimepewa na Dr. Garissa kule baada ya kumnyandua vizuri. Sasa bwana, dakika 20 tu tulishuka kituo cha karibu pana pale nyumbani kwetu. Bahati nzuri siku hiyo hakukuwa na foleni, hivyo sisi tuliwahi kufika nyumbani. Tuliagana na rafiki yangu Shazo pale, tukiwa tunasisitizana sana kwamba kesho ni muhimu sana kuweza kuwahi kwenda kazini. Na kila mmoja alipita njia yake kwa sababu tulikuwa tupiti njia moja kuingia nyumbani japokuwa tulikuwa ni majirani. Na baada ya hatua kadhaa mimi nilipita karibu na duka moja hivi ambalo lililokuwa liko karibu pale, duka la Muha. Lilikuwa liko karibu pale na nyumbani kwetu. Sasa kupiga jicho vizuri hivi, aisee nikamwona demo mmoja hivi. Huyu bwana alikuwa ni Lili. Huyu Lili ni mmoja kati ya wapenzi wangu ambao niliokuwa yani nimewapa foleni sana kwa sababu mademu wengi walikuwa wananipenda sana mimi. Mademu wengi walikuwa wananishobokea sana mimi. Sasa huyu Lili naye alikuwa ni mmoja wa mademu ambao nilikuwa nimewapa foleni kipindi hicho. Kiumri Lili alikuwa mdogo kwangu kuliko mimi, kwa sababu yeye alikuwa na miaka kama 18 tu hivi. Ila niliishi na kujilia vyangu tu kwa pale kama kawaida yani. Yaani nilikuwa nikijipigia pale kama kawaida muda ambao nataka. Nikaona ni muda wa kuonana sasa na yule mrembo. Nilitembea mpaka pale dukani. Nilisalimia na kuuliza swali hapo hapo. Nikamuuliza, Muha, inakuaje? Huyu mdogo wangu hapa ameagiza vitu vya bei gani? Niliuliza kwa mbwembwe kweli kweli, sababu nilikuwa najua nina kibunda mfukoni. Nilikuwa najua kuna kibunda mfukoni. Kwa hiyo nikauliza pale yule demu, nikamuuliza Muha pale ndani kwamba yule demu kachukua vitu vya aina gani? Vitu vya kiasi gani? Muha akasema ni shilingi 7,000. Alipojibu vile, kupiga hesabu ya haraka haraka pale, nikasema 7,000 kitu gani? Nikapia basi chukua 10,000 hapa. Kata pesa yako, alafu change hiyo mpatie mdogo wangu huyo. Niliposema vile pale, sasa Kilili kikaanza kusema, asante sana Lucas. Lili alinishukuru sana na kuniita kaka kinafiki fulani hivi. Kakangu bana nashukuru sui nini. Ilikuwa ni kaka kinafiki. Alifanya hayo huku akiwa ananikonyeza na vimacho fulani hivi ambavyo vilikuwa ni vimacho vizuri ambavyo ni moja ya vitu ambavyo vilikuwa vinanivutia sana kwa yule mrembo. Mtoto alikuwa mdogo, miaka 18 tu hivi, lakini alikuwa anajua kususua vibaya mno. Alikuwa anajua, unajua mwanamke anayejua, alikuwa anajua, yani watu wengi walikuwa wanamhitaji vibaya mno. Nilicheka na kupiga zangu hatua kadhaa pale, kumsubiri kichochoroni mtoto mzuri ili aweze aje kule, kwa sababu nilijua kabisa angeza akitoka pale dukani lazima angenifuata kule kwenye uchochoro. Basi bana, mimi nikasubiri kama dakika 5 hivi. Lili akanifikia pale. Bila kusubiri alinikumbatia kwa nguvu sana. Asante kipenzi changu kwa pesa ambayo ulionipatia. Itanisaidia mahitaji yangu madogo madogo, nakushukuru sana baby. Nakupenda sana. Lili alinidekea pale kifuani mwangu. Mwanaume pale na mimi nilimtuliza taratibu ili aendelee kutulia pale kwenye kifua kipana ambacho nilikuwa nakifanyia mazoezi ili kuweza kuleta mvuto kwa wanawake. Kaambia usijali. Usijali kabisa mchumba. Nimeanza kazi, kwa hiyo pesa ndogo ndogo kama hizi hazitonishinda kabisa. Na nafanya haya yote kwa ajili yako. Lili, wewe ni mwanamke ninayekupenda sana. Ninafanya haya yote kwa ajili yako. Naomba unitunzie penzi langu. Asante baba, nakupenda pia. Mtoto Lili bwana aliongea
Na hakuishia hapo, alianza kunipa juisi ya mdomoni. Mdomo wake ulienda moja kwa moja kwenye mdomo wangu na kuanza sasa kunyonya juisi ambayo mimi niliipenda sana. Umri wa Lily ulikuwa tofauti na matendo yake. Huwezi amini, mpaka nilikuwa najiuliza huyo mtu anajifunzia wapi mambo makali kama haya. Alikuwa kafundi sana ise, alikuwa ni fundi vibaya mno. Tuligandana pale haswa, tukawa tunanyonyana pale vibaya mno. Tukawa tunapeana juisi vibaya mno pale. Sasa wakati huo tukiwa tunaendelea na kupeana juisi, unajua kuna namna ambavyo akili kama inatoka hivi. Mnahama kabisa katika ulimwengu huu, mnajikuta mko kwenye raha zingine za ulimwengu mwingine kabisa. Wakati huo tukiwa tunaendelea kupeana ndimi pale, huku tukimung'unya midomo taratibu kwa meno, ila yani ile mambo ile ambayo tunakuwa tuko deep vibaya mno. Bwana wewe, tukiwa tunapeana misisimuko vibaya mno, nikaanza kuona mtoto anaanza kulegea taratibu. Anashusha mkono wake kutaka kumkamata Athumani kichwa kipara huko chini. Nikamkazia mtoto bwana, nikaona asija kaniletea mambo mengine pale. Nikikumbuka kwamba tayari siku hiyo nilikuwa nimetoka kupiga kazi nzito sana kwa Madam Garissa. Sikutaka aanze kuleta mambo ya kuleta pale. Nikaona hapa huyu hapa na Lily anataka aanze kwenda mbali. Mkono wake ulikuwa unaenda sasa, unataka uweze kumkamata Athumani kichwa kipara. Lakini nikaanza kumzuia. Na wakati ule sasa kagiza kalikuwa kameanza kuingia pale. Kwa hivyo giza lile ambalo lilokuwa liko pale lilikuwa linaanza kutupa jeuri ya kufanya kitu chochote. Wewe Lily, kumbe ndio ujinga unaofanya huko gizani eh? Sauti nzito sana ya kiume ilikuwa ilituzindua sisi. Ilisikika kutoka kwenye upande wa pili. I say, ilikuwa imeturudisha sasa kwenye dunia ambayo ndio dunia ambayo ni dunia halisi. Kwa sababu sisi muda ule tulikuwa kwenye dunia nyingine kabisa. I say, ngajua sasa hapa mambo yameanza kuharibika. Sauti ile ilikuwa ni nzito sana na ilikuwa ni mtu ambaye nilikuwa nafahamu kwamba ni mtu ambaye anayefahamika kwa utata pa sana pale kitaa. Nilijua hiyo ilikuwa ni sauti ya kaka yake ambaye alikuwa anafahamika kama Emedi. Kaka yake Lily huyu, baada ya kuona mdogo wake anachelewa kurudi nyumbani, ndio sasa akaamua kumfuatia huko kwamba uko dukani kaenda vipi, mbona harudi? Akiwa mbali ndipo alitambua mdogo wake akiwa kakamatiwa gizani. Sasa Emedi alichokosea pale ni kutushtua. Yaani Emedi pale kama angekuwa na akili angekuja taratibu. Kitendo hicho kilimfanya sasa ajutie. Kwani mimi nilimtazama kulia kushoto, aisee nilitembea giza, nilitoka ndugi pale wewe. Huwezi amini Emedi anakuja pale, yani mimi nishaopotea vibaya mno. Emedi alipofika pale kwa Lily, alisimama mbele ya kaka yake. Lily alikuwa anamzuia sasa, kumzuia kaka yake ili asiweze kunikuta. Yaani kwenye ule uchochoro mahali ambapo tulipokuwa, ulikuwa mtu akisimama mbele huwezi kupita. Mimi wakati nakimbia, Lily yeye alipoona kaka yake angefika pale akamzuia. Akamzuia kabisa ili asiweze kunikuta mimi. Emedi alimsukuma Lily pembeni kwa nguvu, na kwa bahati mbaya sasa Lily alianguka chini. Akaanza kulia kwa sauti kubwa sana. Alikuwa analia kwa maumivu ambayo aliyokuwa ameyapata. Sasa kitendo kile kilimfanya Emedi sasa aingiwe na huruma. Huyo Emedi bana alikuwa ni mshikaji mtata. Kwanza alikuwa na mafunzo mengi ya ngumi, alikuwa ni jeuri sana pale kitani, tulikuwa tunamfahamu. Washikaji wengi walikuwa wanamhanya sana Emedi. Sasa huruma ilipokuwa imemuingia sasa Emedi, licha ya kuwa alikuwa na akili zake fiatu sana, lakini kitendo cha kusikia mdogo wake analia kwa nguvu huko nyuma kilimfanya sasa yeye aweze kurudi pale. Alimchukua na kumrudisha nyumbani mdogo wake. Hakujua kama mimi ndiye ambaye niliyekuwa nimesimama na mdogo wake pale. Alikuwa anatamani kuweza kufahamu kwamba ni nani, mwanaume gani huyo ambaye alikuwa yuko na mdogo wake pale. Sasa kwa sababu ilikuwa ni usiku, alikuwa hajanitambua. Licha ya yale mambo ya hapa na pale yaliyotokea pale, yeye hakutambua kabisa. Sasa mimi pamoja na mvurugu zile zilizotokea pale, yani kufumaniwa pale na kaka mtu nini na mimi kukimbia, sikupanga kabisa kuachana na Lily. Kwa sababu Lily ilikuwa ni yani ule udogo wake afu ujanja aliyokuwa nao katika matendo haya, aisee ulinifanya mimi niseme siwezi kumwacha kabisa Lily. Mapenzi bwana ni upofu mwingi sana naweza nikasema. Sasa Lily alikuwa mwanafunzi wa kidato cha 4. Lakini kwangu mimi sikutaka kumwachia. Sikutaka kumwachia kabisa. Yaani kalikuwa ni katoto fulani ambako kanajua ni namna gani ya kuikuna nazi.
kalikuwa kanajua kabisa, yani bakora ikiwa iko kwa ndani kalikuwa kanajua ni jinsi gani unaweza ukafanya ili ile bakora iweze kuenjoy zaidi. Kitendo kile kilinifanya mimi niseme hata kama kaka yake akianza kuingilia ya mambo, lakini mimi siwezi kukubali kumwacha mtoto piskali kama hii. Nilifika nyumbani nikiwa na hema sana. Sasa nilipofika pale wazazi wangu nao hawakurudi nyuma. Wazazi wangu walianza kuniuliza kwamba shida ni nini, mbona na hema sana. Pale uongo ulikuja pale, nikawadanganya tu nikamwambia kwamba kuna mbwa ambaye alikuwa ananikimbiza hapa. Ndio maana nina hema hivi. Nilipoongea vile wazazi wangu wakacheka tu. Niliingia zangu ndani nikabadili zangu nguo na kutoka nje pale, nikawa nimetoka zangu nje ili kujumuika na familia pale kwenye chakula cha usiku muda ule. Tulikuwa tunakula pale muda ule, na wakati ule wakawa wananiuliza sana kuhusu masuala ya kazini na nini. Kwamba kazini kumekwendaje, sio nini. Niliwaambia tu kwamba kila kitu kipo sawa. Kuna ugumu lakini nisingeshindwa kupambana nao. Niliwaeleza wazazi wangu pale, na huku wao wakiwa wananisikiliza kwa makini mkubwa sana. Stories zikawa zinaendelea 1 2 3 pale. Yaani nikataka kusema laiti kama wangelijua kwamba mimi huko kazini nimeenda tena, badala ya kazi nimeanza kupata kazi nyingine tena kwa mshangazi huko. Aise basi tu. Nikataka kusema hapa mama kama angegundua atanifokea sana, kwa sababu huwa alikuwa ananiasa sana. Mama alikuwa anapata taarifa zangu kwamba mimi kuna wamama walikuwa wananipenda sana pale. Na mama alikuwa ananiambia kwamba nijiepushe sana na watu wazima, kwa sababu kuna maradhi, kuna hatari kubwa sana naweza nikaangamia. Sasa nikasema hapa laiti kama mama angelijua kilichotokea kule kwa Dr. Garissa, aisema mambo yangekuwa ni hatari sana. Baba niliona wakati anaongea na mimi alikuwa ananitazama kwa udadisi sana. Lakini hata mama alikuwa ananitazama kwa udadisi mkubwa sana. Sikujua ni kitu gani ambacho pengine wameking'amua. Tulipiga story 2 3 pale, nikasema potelea mbali. Akili yangu haraka sana ikaanza kurudi kuwaza kuhusiana na Lily, kwamba vipi, ni nini kimeendelea kwa Lily. Yasemekana Nadi Hemedi pale alikuwa na hasira kubwa sana. Alikuwa na hasira, na nilijua kabisa kama angenikamata mambo yangekuwa ni hatari sana. I say, hapo ndo kwanza mambo yameanza, mambo mapema sana siku ya kwanza, lakini mambo yameanza kuwa mengi. Huku kwa Lily mambo yameanza kuwa mambo tofauti, lakini kule nimeanza kupata mtu ambaye ni Dr. Garissa, mhadhiri wa chuo kikuu tayari, na yeye ameanza kufall in love kwa jinsi ambavyo tu mimi ninavyoonekana. I say, niliona kama kuna bahati kubwa sana. Nilianza kuona kama hapa mambo yataanza kuwa mazuri zaidi. Niliendelea kutafakari na tuliendelea kupata chakula pale. Bwana msikilizaji wa makala simulizi, hiyo ni sehemu ya kwanza kabisa simulizi hii. Tunaendelea kujiuliza kwamba vipi wiki jana Lucas mambo yatakuwaje? Alikuwa ameenda kazini kule, lakini mbona kama sasa tayari ameanza kuingia. Vipi mambo yake, maisha yake yeye pamoja na Dr. Garissa yatafika wapi? Ataweza kweli kazi kuendelea kufanya au atakuja kutimuliwa? Lakini vipi huyu mwanadada Lily ambaye ameumia, alikuwa amepatwa na kitu gani? Kijana huyu Lucas ataweza kweli kufanya kazi au atajihusisha na masuala ya mapenzi tu kila wakati? Na kama ni mapenzi atakuwa anajihusisha nayo, atawapitia wangapi? Bwana, tukutane katika sehemu ya pili. Hiyo ni kama introduction tu, lakini simulizi hii bado ni mpya kabisa. Endelea kwa pamoja na mimi. Hii ni makala simulizi na huyu ni BHB, mwanafamilia wa makala simulizi. Kama bado hujabonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe chini ya video hii, basi usiache kulibonyeza ili tuweze kwenda sambamba na uweze kupata simulizi zingine mbalimbali ambazo tutakazokuwa tunakuwekea hewani kila wakati. Aisa, hiyo ni sehemu ya kwanza, na sehemu ya pili iko njiani, mapema sana itapanda hewani. Bye bye, tukutane katika sehemu inayofuata.